Wapendwa, Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu sana kwa sababu ya pendo lake na neema yake tena kwa siku ya leo. Namshukuru Mungu aliyetupa neema tena kuonana katika ibada hii. Na tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ni mwaka mzima umeisha. Unajua kila siku inapopita ni mwaka umeisha. Kwa hiyo niseme tena, kila siku inapoisha, yani kila siku kunapokucha alfajiri ni siku mpya, ni mwaka mwingine, kwa sababu tangu wakati ulipokuwa na tarehe na mwezi kama huo ilikuwa mwaka mwingine uliopita. So kila siku ni karibu kusema mwaka mpya. So tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo, kwa neema yake, ikiwa ni tarehe ya 24 ya Disemba ya 25. Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu sana. Naomba nikamshukuru Mungu alafu tukapate kuendelea sasa na ibada yetu. Hallelujah. Baba, katika jina la Yesu, lihimidiwe jina lako takatifu, Mungu mwenye mamlaka. Asante kwa sababu ya pendo lako la pekee, asante kwa sababu ya neema yako, maana ndani ya hiyo neema ya Bwana tumepata umrehema na tunaendelea hata sasa. Umeendelea kutuhifadhi na kutuweka salama mpaka wakati huu Bwana. Baba, jina lako ni kubwa na ni kuu mno. Asante kwa pendo hili Mfalme. Asante Bwana kwa neema yako. And God, we thank you for your presence now. Father, we thank you for your reigning. Asante Bwana Yesu kwa ule utamalaki wako Bwana mahali hapa, katika jina lenye uweza, mamlaka na nguvu la Yesu Kristo Bwana. Baba, tunaomba ukaendelee kutamalaki zaidi. Baba, tunakusihi ukaseme nasi, zungumza na moyo wangu, zungumza na moyo wa mtu mmoja mmoja, katika jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo Mwokozi. Bwana, tunaomba ukaseme nasi, ukatupe kuongezeka zaidi Bwana katika kuelewa. Iongeze ile elimu yako ndani yetu, elimu ya Mungu iongezeke ndani yetu Bwana. Baba, tukazidi kukufahamu na kuzidi kukuelewa, kwa jina lenye nguvu na takatifu mno la Yesu Kristo Mwokozi. Tufafanulie maneno yako wakati huu kwa jina la Yesu. Amen. Basi wacha tuendelee. Kumbuka jambo hili kwamba tunaendelea. Ujumbe wetu ni nia ya Kristo, ndio ujumbe mkuu, lakini tumekuwa kwenye kipengele cha utangulizi. Kimekuwa cha muda mrefu, lakini tusipoenda vizuri na utangulizi hatutaelewa kwa nini Kristo Yesu aliamua au alibeba ile nia ya Baba ndani yake. Ile nia ya Kristo ikawa ndani yake kufanya haya ambayo aliyafanya ni kwa nini. Lakini ni muhimu sana tukajua utangulizi. Sababu ni hii hapa ambayo tumekuwa tukiendelea nayo, japo ni karibu mwezi wa pili sasa unaisha. Tuko karibu nusu ya mwezi wa pili, lakini tutaendelea kwa sababu ni muhimu sana tukapata kuelewa vizuri katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Basi tumefikia mstari wa 6, ndiko tulikoishia jana. Tulisoma mpaka wa 7. Kwa hiyo naomba tuendelee pale katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema hivi, na tumefika mahali pa kuona tukagundua au kwa Roho Mtakatifu kwamba mtego mkuu wa mwanaume ni mwanamke. Anguko kubwa la mwanaume ni mwanamke. Ngoja niseme tena, anguko kubwa la mwanaume ni mwanamke. Yaani huyo ambaye anakuvutia, aidha kwa sura yake, kwa shepu yake, kwa rangi yake, ama kwa haiba yake kwa ujumla, huyo anayekuvutia ndiye anguko lako la karibu, ndiye anguko lako kubwa zaidi. Kwa sababu gani? Hakuna atakayetumika na adui mwingine kirahisi kukupata isipokuwa yeye. Do you know why? Kwa sababu adui anajua, the devil knows that, huyo ndiye anayekuvutia, huyo ndiye ambaye wewe unavutiwa naye zaidi. Kwa hiyo ni rahisi sana kuweka mitego kwa kupitia huyo na ukapatikana. That's why wewe tafuta watu wengi sana ambao wameanguka kwenye neema hii ya wokovu, wakaiacha neema hii. Walio wengi sana, asilimia kubwa, waliangushwa na wachumba wao. Na mtego mkubwa wa mwanamke ni mwanaume. Mtego mkubwa wa mwanamke ni mwanaume. Anguko kuu la mwanamke ni mwanaume. Kwa hiyo habari ya mahusiano, yani mara nyingi sana hii ndio inawaangusha. Nataka kusema hivi, sababu gani? Ndio maana unaona Adamu haikuwezekana aangushwe na tembo, aangushwe na mamba au na kingine chochote, ila aliangushwa kuondolewa kwenye utukufu wa Mungu. Adamu aliondolewa na nani? Na Hawa. Aliyemtoa Adamu kwa Mungu na kumuingiza kwenye maamuzi yake binafsi na mambo mengine, aliyetumika ni mwanamke.
Kwa hiyo ni muhimu ukajua kwamba mtego wako nambari moja ni hiyo sketi inakatizaga mbele yako mara kwa mara. Mtego wako nambari moja ni huyo ambaye umempigia picha kwenye simu yako, unamwangaliaga mara kwa mara. Na huwa ninawaambiaga vijana, kuchukua au kuwa na picha kumpiga mwanamke, huyo mke wako, huyo unayemuita demu, umpiga picha hiyo demu wako na ukanayo kwenye simu yako, ni kuchochea zinaa, wala haina kazi nyingine. Sasa ile picha kuiangalia haina maana kwamba utamsahau, kwa ile ni kuchochea zinaa unavyomwangalia. Na walio wengi, vijana wengi, msibishe bwana, ni ukweli. Yaani utabaki nani akiangalia hivi anamtathmini hiyo ipsi vile imekaa hivi, nikimvua nguo inakaaje? Yaani ndivyo ilivyo, yaani ndio sehemu kubwa sana. Kwa hiyo kuwa na hiyo picha, hiyo tu hiyo inachochea dhambi. Yesu na atusaidie sana. Hata haina maana sana. Narudia tena, huyo ambaye picha yake unaiangaliaga mara kwa mara kwenye simu, umeiweka kwenye wallpaper yako, umeweka kwenye wallpaper ya simu yako, nataka nikwambie huo ndio mtego wako mkubwa, na ndiye ambaye anaweza kukuangusha na kukuondolea utukufu wa Mungu kwa karibu zaidi, kwa haraka zaidi, au kirahisi zaidi. Unajua kwa sababu gani? Ndiye ambaye moyo wako unavutiwa naye. Mwokozi Yesu na atusaidie sana. Kila ambacho kimeukamata moyo ndio mtego wako mkubwa. So muhimu sana ukajua hiyo. Huo ndio mtego wako mkubwa bro. Kwa hiyo uwe makini. Na huo ndio mtego wako mkubwa dadangu, uwe makini sana. Mungu akupe neema katika jina la Yesu. Kwa sababu shetani anajua akija mtu mwingine baki mtu wa mbali kidogo, akaanza kukuambia masuala ya zinaa, utakataa. Lakini huyu hapa anakuambia sasa mimi nakuhudumia kila kitu baby. Unaona hii mbona kama ni sawa tu, haina shida sana. Wacha tu binti mmoja aliwahi kuniambia dunia ina mambo. Nikamuuliza kwa hiyo na huyo kijana huwa mna date? Kanambia, yani alinijibu kisarufi akaniambia sasa ni mtu wangu aende wapi? Yani kwa maana haja za mwili wake azipeleke wapi? Nilimwangalia tu nikamsikitikia sababu hata hajielewi. Ndio yani mtego wako mkubwa ni yule ambaye anakuvutia zaidi. So acha tuendelee mbele. Ndio maana tunaona hapa Adamu alikamatwa na kitu chepesi mno, ijapokuwa alishawishiwa zaidi ya mara moja. Nataka niseme wewe nenda tu tembea tu duniani, tafuta hata wanaume wengine ambao walianguka kiuchumi kwa sababu ya madeni, kwa sababu ya wizi kazini, wakafukuzwa kazi. Walio wengi wamefanya hivi kwa sababu ya kutaka kuwaridhisha wake zao, kuwaridhisha hao wanaoita mademu zao, kuwaridhisha. Walitafuta sana ili kuweza kuwahudumia kwa each and everything. Anaamua kufisadi, kuiba hela, kuiba kazini kule kwa sababu ya kumridhisha. Kwa hiyo kuwa makini sana. Mstari wa 7 anasema wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wauchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Yesu na atusaidie sana. Jambo kubwa nataka nilisema jana, nikasema kwamba inawezekana wewe ndiye kichwa, wewe ndiye ambaye Mungu anakuangalia, wewe ndiye lango la familia. Inawezekana kwa lango la familia sio lazima uwe ndio mzaliwa wa kwanza. Kuna wakati mwingine mzaliwa wa kwanza, kwa mfano ukimwangalia Yakobo mzaliwa wa kwanza kwa maana Israeli, mzaliwa wake wa kwanza alikuwa ni Ruben. Lakini Ruben alifanya mambo ya hovyo. Kwa hiyo lango aliyekuwa lango la ile familia ni ukiangalia kwa haraka ni kama alikuwa ni Yusufu. Sasa lakini Mungu akabebesha kitu fulani ndani ya Yusufu. Akakibebesha ndani, akambebesha Yusufu kile kitu. Sasa nataka kusema na wewe, elewa, narudia tena mpendwa mtumishi wa Bwana, uelewe. Shetani anapigana na yule ambaye Mungu amemweka kuwa kama kitu cha familia, kuwa msimamizi. Nikasema kama wewe ni baba, kuwa makini sana my bro. Kwa sababu gani? Kwa sababu Shetani anapigana na wewe zaidi kuliko wengine. Kama wewe ndiye unajua kabisa kwamba wewe unasikia kabisa ndani ukielekezwa wewe ni lango, kuwa makini, maana adui anashindana na malango, anashindana na wale wa kwanza, anashindana na wale ambao ndio vichwa, ndio wanaoweza, ndio nyota ya familia, ndio wanaong'arisha familia. Hao ndio ambao adui anashindana nao zaidi. Yesu na atusaidie sana. Ule mbele nitakwambia kitu kingine tunavyoendelea. Lakini muhimu ukajua hao ndio ambao Shetani anashughulika nao zaidi. Wewe inawezekana wewe umewekwa, wewe ndio mwanga, wewe ndio nuru ya familia. Adui atapigana na wewe zaidi kuliko anavyopigana na wale wengine.
Haijalishi wana hela au hawana hela, wamesoma hawajasoma. Kama wewe ndiye unayeonekana kwamba wewe ndiye unaleta nuru kwenye familia, elewa adui anapigana na wewe kuliko anavyopigana hata na baba yako. Na kama wewe ni baba, hakikisha unatangulia mbele kwa kila kitu. Nataka kusema na wewe, ikiwa unaona kabisa kwamba wewe pengine ndiye nuru ya familia, nataka kukuambia mpendwa, hiyo nuru haing'ai pasipokuwa na chanzo. Hata hizi taa zinawaka kwa sababu kuna umeme. Kama umeme hakuna, hizi taa hazina maana. Mshumaa una thamani kuliko hizi taa. Nataka uelewe, yani wewe kuwa lango haimaanishi kwamba basi wewe ndio hapana. Wewe kuwa ndio nuru ya familia haimaanishi kwamba basi hiyo inatosha. Hapana, unahitaji chanzo cha nuru, na huyu anaitwa Kristo Yesu. Unahitaji chanzo cha nuru ambaye huyu anaitwa Roho Mtakatifu. Unakihitaji chanzo cha nuru ambaye huyu anaitwa Mungu aliye hai. Unakihitaji chanzo cha nuru na kinachotunza nuru ambacho ni uwepo wa Mungu majira yote. Kaa ndani ya uwepo wa Mungu. Never live out to the presence of the Lord. Hallelujah. Just dwell there. Always be there. Make sure that every time you are walking under the presence of the Lord. In the presence of the Lord every time. Always and everywhere. Wherever you are and whatever you do, you have to make sure that you are walking and you are walking in the presence of the Lord. Yes. Nisikilize, narudia tena. Hakikisha wewe kama unajua, unahisi wewe ndiye lango. Nataka kusema na wewe, ndio maana kwenye kitabu cha Zaburi 24 mstari wa 7 anasema inueni vichwa vyenu enyi malango. Inueni vichwa vyenu. Kwa nini? Anasema mkiinua vichwa vyenu nyinyi malango, mfalme wa utukufu ataingia. Ili mfalme wa utukufu, ili familia iwe salama mikononi mwa Bwana. Uliye nuru ya familia, simama katika Yesu. Ishi ndani ya uwepo wa Bwana. Inua kichwa chako, badili mtazamo wako. Unamhitaji Mungu, unahitaji utukufu wa Mungu, unahitaji uwepo wa Mungu kila wakati katika jina la Yesu. Make sure hiyo ndivyo ilivyo. Yesu asifiwe. Kama wewe ni baba, acheni ile mnakaa mnasemaje? Akina mama wanawake tu wanaenda jamani kutuombea. Maana hata Biblia inasema tuwapate wapi wanawake wanaojua kuomboleza. Mimi nataka niseme nawe kwa Roho Mtakatifu ya kwamba tunabadilisha. Sio wanawake wanaojua kuomboleza. Tunasema hivi, tuwapate wapi wanaume wanaojua kuomboleza, wale ambao watalia mpaka wanawake macho yao yashindwe kuvumilia, kope zao zijawe na machozi. Rikabara shekeriano. Sema na wewe mwanaume, ndio kama wewe ni kitu cha familia, if you're the head of the family, yes, hakikisha unawatangulia kwenye kila kitu. Hata kutafuta tu kama watangulia kwenye hela, hapana. Watangulie kwanza kumjua Mungu na kuishi ndani ya uwepo wake. Wewe wa kwanza, uwe mbele yao wakufuate. Sio mke wako anakuuliza swali la kiroho unashindwa kumjibu. Hapana. Yesu asifiwe. Kwa hiyo nategemea kumuuliza swali ya kujibu yeye? Hapana. Yesu asifiwe. Nilimwambia mtu, ndio kusema mahali fulani, nikasema hivi, wewe ni kijana, unakuja kutumbia binti yangu na unajua kabisa hujui kuomba. Nikikufukuza usinilaumu. Unafahamu kwa sababu gani? Ndio utasema naenda kuoa mwingine, lakini sikilize. Kwa nini? Kwa sababu binti yangu kwangu amekula, wala hujui amekuaje tangu amezaliwa. Wewe hujui gharama yake. Wewe umekuja kukutana naye matiti yamejaa kifuani. Umekuja kukutana naye sana graduate. Umekuja kukutana naye wewe ameshakuwa mrembo na hips zimetoka. Kuna wakati alikuwa anajipopulia. Wewe unajua gharama yake hujui. Umekuja kukutana naye nimekuwa nilimtulizima, nilibonga huko. Unaniangalia unanitamani, ni kweli? Sasa umekuja kwangu na hujui kuomba. Kwangu yule binti alikula kila kitu, ndio maana mwili likafika hapo. Kila kitu kilifanyika, ndio maana umemkuta yuko chuo kikuu. Kila kitu kilifanyika, kila kitu alipata, hakuna kitu alikosa. Kila kitu alipata mpaka amefika chuo kikuu. Nisikilize, wewe umekuja kukutana naye pale. Asa the rest of her life anategemea akae na mtu ambaye watamaliza naye ulimwengu waingie, maana kuna maisha baada ya dunia hii. Sasa kama hujui kuomba, utamuongoza nini? Utamuonyesha nini? Unamuonyesha hela. Kuna wenye hela kuliko jirani yao, jirani yenu hapo.
Inakuwaje hiyo? Huwezi kumuonyesha hela haina thamani. Unachopaswa kumuonyesha ni Mungu aliye hai. Kama wewe ni kitu cha familia, hakikisha unatangulia mbele kumjua Mungu kwanza. Fathers, yes, tutangulie mbele. Haiwezekani mimi ni mchungaji halafu waumini wanamjua Mungu kuliko mimi. Haiwezekani. Haiwezekani. If I am a pastor, lazima nikae mbele yao. Yaani nisikilize, si kushindana, lakini nitahakikisha nakaa mbele yao. Nitatafuta Mungu. Yaani nakwambia hata kama natafuta mapangoni nitaenda. Anatafuta, nitafanya kila njia kuhakikisha kama mimi ni baba, haka mbele yao. Kama vile ambavyo unaweza kukubali, unafanya kazi zozote zile ili mradi watoto wako wale. Fanya chochote kile ili mradi watoto wako wakikuuliza swala la kiroho unawatangulia. Ukae mbele. Tafuta kumjua Mungu kwanza kabla ya mambo mengine yote. Yesu asifiwe. Ndio maana nasema hivi, mjue sana Mungu. Kwenye Ayubu 21:22 au 22:21 kitu kama hicho. Anasema mjue sana Mungu ili nini? Ndio amani ije, alafu mema yakujie. Jue sana Mungu. Sawa, kinacholeta shida. Kinacholeta shida, tunaijua dunia kuliko Mungu. Alafu tunatafuta mema yatujie. Unajua wanadamu wengi tunadhani mema ni hela tu. Tunadhani mema ni kuwa na mali duniani. Jamani nisikilizeni. Unaweza ukawa na mali na usiwe na mema. Bali sema tena. Unaweza ukawa na mali na usiwe na mema. Kwa sababu kuwa na mali na ukiwa na machangamoto, una matatizo kibao, inakusaidia nini? Kuna wakati matajiri wanatamani maisha ya maskini jirani yao hapo. Kabisa. Sasa maisha yana changamoto. Nisikilize. Jibu la maisha yako, uzima wako na ubora wa maisha yako hauko kwenye mali unazomiliki. Ubora wa maisha yako uko kwenye uwepo wa Mungu. Ubora wa maisha yako, narudia tena, hata Yesu akasema uzima wa mtu hauko katika wingi wa vitu alivyonavyo. Maana kama ingelikuwa ni hivyo, maana baba wengi tumezoea ni kutafuta masijakataa, lakini nataka niseme na wewe, tafuta Mungu kwanza. Tafuta Mungu kwanza, hela ije baadaye. Tafuta Mungu kwanza, hela ije baadaye. Kwa sababu gani? Nisikilize mwanadamu, nikwambie, ingelikuwa hela ni suluhisho la mambo yote, walio matajiri wasingekuwa na mapresha leo. Wasingekuwa na presha, zingetoka wapi? Walio matajiri leo hii wasingekuwa wanasumbuliwa na diabetes, kisukari, isingewasumbua, ingetoka wapi? Walio matajiri wasingesumbuliwa na magonjwa ya moyo. Kwani ukisikia mtu kapelekwa India, ameenda kutibiwa moyo, milioni 20, 25, milioni 30, 40, ameenda kutibiwa. Huyo si ana hela? Ndio, ana hela, lakini nakuuliza imezuia kuugua? Nisikilizeni wapendwa watumishi wa Bwana, tunahitaji uwepo wa Mungu kuliko kitu kingine chochote. Tunahitaji uwepo wa Mungu kuliko chochote. Nisikilize, watu wengi wanadhani duniani majibu ni hela. Majibu sio hela. Kuna mahali ambako hela haina majibu. Yesu peke yake ndiye mwenye majibu. Asifiwe Mwokozi Yesu. So, kitu ambacho napaswa kutafuta zaidi, niseme na wewe, hata nikikuita mwanangu itakuwa sijakosea, niseme hivi na wewe, tafuta sana kukaa uweponi. Na wewe mwanamke, kwa nini unahitajika kutafuta kukaa uweponi mwa Mungu? Sio kwa sababu wewe sio kichwa eti kwa sababu ukae tu kienyeji, hapana. Ni kwa sababu wewe ni msaidizi kwenye lile kusudi. Wewe ni msaidizi, na kama wewe ni msaidizi, maana yake wewe you are a mentor. Tunakwenda sawa sawa. Wewe ni helper. Kama wewe ni helper, ni advisor. Kama wewe ni mshauri, lazima ushauri ndani ya uwepo wa Mungu, kwa sababu kama unakaa nje, utamshauri mumeo kwenda kwa mganga, utamshauri mumeo kwenda kuloga, awe mchawi. Wao wanahitaji, kila mtu anahitaji uwepo wa Mungu kabisa. In every angle of your life you need the presence of the Lord. Unamhitaji Mungu kwenye kila kitu. Mwokozi Yesu asifiwe. Hii ni muhimu sana ukajua mwanadamu. Elewa hii. Kwa hiyo kinacholeta shida hapa ni hiki. Angalia tusome mstari wa 8. Mstari wa 8. Biblia inasema, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Kuna vile unaelewa?
Hii inatuonyesha wakati Adamu na Hawa wanafanya dhambi, wanapofanya tokeo la dhambi iliyokuwa mioyoni mwao, wanapolifanya tokeo la dhambi iliyokuwa mioyoni mwao, ambayo dhambi yenyewe ni kuyaacha maagizo ya Mungu. Ndio maana hatuingii mbinguni kwa matendo. Tunampa kwanza Yesu maisha, ndio matendo yaanze kuhesabiwa hapo. Maana kuna watu wanasema matendo yako tu, matendo yako tu, unakunywa pombe, matendo yako tu, unazini, matendo yako tu. Hapana, kabla ya matendo, kinacholeta matendo ni kile kinachoishi moyoni. Kwa sababu hiyo unahitaji Yesu ndio matendo yafuate. Kuna mtu anaelewa Yesu asifiwe. So kwa mujibu wa maandiko hapa tunaona wakati Adamu na Hawa wanakula lile tunda, wanafanya tokeo la dhambi iliyokuwa mioyoni mwao. Wakati Adamu na Hawa wanafanya hivi, Mungu hakuwepo. Kwani sema tena, ndio usichanganyikiwe. Nasema hivi, wakati Adamu na Hawa wanakula lile tunda, Mungu hakuwepo. Mungu hakuwa. Ndio maana hapo Biblia inasema kisha, yani baada ya kwamba wameshakula, wameshaharibu, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini. Kwa nini nikusema hakuwepo? Maana kama angekuwepo wasingekula. Narudia tena, kama Mungu angekuwepo pamoja na wao pale wasingekula. Unanielewa? Sio unaweza kusema kwa hiyo Mungu kwa nini aliwaacha? Nisikilizeni, ilikuwa ni ratiba ya Mungu kwamba hakai bustanini, anaenda anakuja kuwatembelea. Ilikuwa ni ratiba ya Mungu. Na kwa sababu gani? Mungu alimuumba Adamu na Hawa bila aina yote ile upungufu, katika ukamilifu wote kabisa. Maana yeye ni mfano na ni sura yake. Tunakwenda sawa sawa. Kwa hiyo wana kila kitu wanachopaswa kujua na wanakijua tayari, na wanachopaswa kufanya wanakijua tayari, ila sasa au inategemea maamuzi yao. Kwa hiyo hapa Mungu alijua, nimeshamaliza. Adamu, nimeshakupa tahadhari, ni maamuzi yako. Sasa wakati Adamu na Hawa wanakula ile tunda, sio kama Mungu alikuwa hajui. Alikuwa anajua, lakini alishawapa maelekezo. Nisikilize mwanadamu. Mwanadamu ana maamuzi ambayo Mungu haingilii. Mungu kama Mungu haingilii, wala shetani haingilii. Mwanadamu ana maamuzi yake binafsi, maamuzi yanayoitwa utashi. Ule utashi unafanyaga maamuzi yake, anakuaga na maamuzi yake yeye mwenyewe, ambayo Mungu hajahusika na wala shetani hajahusika. Kuna mambo kama hayo kabisa. So ni muhimu ukaelewa vizuri kwamba wakati Adamu na Hawa wanakula tunda, Mungu hakuwepo. Ndio maana nasema chanzo cha dhambi, chanzo kikuu cha dhambi ni watu kukaa nje ya uwepo wa Mungu. Ukiwa ndani ya uwepo wa Mungu, mwili haukupeleki spidi. Ukiwa ndani ya uwepo wa Mungu hakuna kosa, kwa sababu kila saa unajisikia usahihi zaidi kuliko vitu vingine. Okozi Yesu na asifiwe. Ndani ya uwepo wa Mungu mtu hawezi kukosea. Mtu anakosea kwa sababu anakaa nje ya uwepo wa Mungu. Nikukumbushe. Sikia, unaweza ukaniuliza, mbona kuna wachungaji wanakosea? Hata wao kuna wakati wanakaa nje ya uwepo wa Mungu. Kishaenda tu nje ya uwepo wa Mungu, ukatoka kwenye ile tafakari, ni rahisi sana kufanya makosa, rahisi sana kufanya dhambi. Nisikilizeni, ndio maana Mungu anamwambia Joshua, anamwambia kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, lakini maneno yake ukiweke moyoni mwako. Anasema lakini maneno yake yatafakari mchana na usiku. Kila wakati uwe ndani ya uwepo wa Mungu. Kwa wakati Adamu na Hawa wanakula tunda, Mungu hakuwepo. Maana angekuwepo asingekula. Sasa mtu mmoja akaniuliza, kwani Mungu aliwaacha wakala na alikuwa anawaona? Nikamwambia nisikilize, Mungu alishawapa ukamilifu wote na alishawapa maelekezo. Hakuwa na lawama. Kilichobakia ilikuwa ni Adamu kutekeleza alichoambiwa. Mungu sio mkabaji. Mungu sio robari. Mungu sio roba kwamba atakubana. Mungu hawezi kukupiga ngeta. Hapana. Kama utaki anaachana na wewe. Kama utaki basi acha. Lakini Mungu anakupa maelekezo. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu wewe you are not a goat. You are not a cow. Wewe si ng'ombe. Kama unahitaji kila saa shwi. Umeshaumbwa kwa sura, kwa mfano wa Mungu, inatosha. Maelekezo unayo na unayaelewa vizuri. Maamuzi ya kufanya au kutokufanya ya mikononi mwako. Hakuna atakaye kushikia faru. Mungu hawezi kukushikia faru. So
Mungu hawezi kukupiga na nyaunyo. Hakuna hiyo. Wewe utaamua mwenyewe. Kuna mjeledi hapo. Utaamua mwenyewe ufanye au usifanye. So ni muhimu sana ukajua nje ya uwepo wa Mungu ndio kilichopelekea Adamu na Hawa wakalila tunda. Lakini kamata sana hii kitu. Kutoka pale kuna kitu Mungu aliamua kukifanya cha tofauti. Jamani, Bwana Yesu na atusaidie sana. Hasa kile kilichotokea ni kwamba kwa nini mpaka mwanadamu anajikuta yeye sasa vitu vya dunia hii vikamilikiwa, vikachukuliwa, vikaondolewa kwake? Ni kwa sababu aliondoka kwenye nafasi. Aliondoka kwenye nafasi. Jamani, Bwana Yesu na atusaidie sana. Muda wetu umeisha, wacha tukapata nafasi ya kwenda mbele za Bwana kuomba katika asubuhi ya leo. Natamani sana utafute, omba kwa nguvu zaidi kuishi vile ambavyo Mungu anataka. Acha Kristo akutengeneze uwe kile ambacho yeye amekusudia, uwe ile furaha ya moyo wake duniani. Yes, yani tafuta sana hii uwe furaha ya moyo wake duniani. Na endelea kuomba kwamba Mungu akutengeneze uwe kile ambacho kinampendeza yeye. Na baada ya hapo tafuta sana kukaa uweponi. Tafuta sana, omba sana kwamba Bwana akupe neema ya kudumu ndani ya uwepo wake katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, lazima tukushukuru Bwana kwa alfajiri ya leo ambayo Bwana imegharimu damu yako mwenyewe kuwa hai, imegharimu mkono wako wewe Bwana ili tuwe salama Kristo. Asante kwa neema yako Bwana wangu na Baba yangu, kwa sababu pendo lako ni kubwa, pendo lako ni la ajabu sana. Wewe ni Mungu na zaidi ya yote umewazidi wote wanaojiita miungu katika jina la Yesu. Wewe ni mfalme juu ya wote wanaojiita wafalme. Wewe ni Bwana juu ya wote wanaojiita mabwana. Kama kungetafutwa mabosi, wewe ni bosi zaidi ya mabosi. Asante Bwana Yesu kwa sababu ya pendo lako la pekee. Alfajiri hii ya leo ambayo Bwana kwa neema yako umetupatia mfalme, tungali tena mbele zako e Bwana mabwana. Baba, tukikusia kwamba Mungu mtakatifu e Bwana wangu na Baba yangu, tumekuja kwako tena, tunaomba neema yako ambayo hiyo imebeba kibali katika jina la Yesu. Baba, tunaomba neema yako mtakatifu Mungu wetu e Bwana Mungu mwenye mamlaka, katika jina la utukufu la Yesu Mwokozi, Bwana na mwamba na nguvu zetu. Baba, tunaomba wakati na muda huu tena Jehova ya kwamba e Bwana mabwana, neema yako ya pekee e Bwana mabwana, Mungu mtakatifu, Mungu mwenye nguvu na mamlaka, tunakuhitaji wewe Bwana. Baba, tunaomba neema yako Bwana katika alfajiri ya leo. Baba, tumekuja kwako Baba, tunaomba neema yako mtakatifu Mungu wetu. Baba, tunaomba neema yako Mungu mwenye haki ya kwamba Bwana na iwe juu yetu tena katika alfajiri ya leo, mfalme wa utukufu, katika jina lenye thamani kubwa na nguvu na mamlaka la Yesu Mwokozi, mwamba na nguvu zetu. Baba, tunaomba sana kwamba Mungu mtakatifu Bwana, neema yako na iwe juu yetu ya Bwana, katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Mungu aliye hai Bwana. Baba, tunaomba neema yako na iwe juu yetu, mfalme wa utukufu. Baba, tunakuomba sana Mungu mwenye haki kwamba neema yako iwe juu yetu e Bwana. Baba, tunaomba kibali machoni pako mfalme, tunaomba kukubalika e Bwana mabwana, tunaomba ukatukubali katika jina la Yesu. Naomba kukubalika machoni pako Bwana alfajiri ya leo, mfalme wa utukufu, ninakuomba kwamba Mungu mwenye haki e Bwana mabwana, naomba kukubalika mbele zako Bwana. Baba, tunaomba tukubalike kwako katika jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Baba, tunaomba kibali machoni pako kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yetu na Mungu wetu, tunakuomba kwamba Mungu mtakatifu katutengeneze Bwana vile unapenda, vile unaona ni vyema, vile unaona inakufaa, inapendeza Yesu, vile unaona kwamba ni faida kwako, hivyo ndivyo katutengeneze Bwana mabwana. Baba, wala tusiwe pekee, tusiwe tu vile ambavyo Bwana pengine tumekuwa tunaishi tunafikiria. Yesu, tunakuomba Bwana ukafanye mageuzi Bwana wangu, na kuomba fanya matengenezo ndani yetu katika jina lenye thamani kubwa la Yesu Mwokozi, mwamba na nguvu zetu e Bwana. Baba, nakuomba ukatufanyie matengenezo. Yesu, tufanyie matengenezo katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wa ulimwengu. Baba, tufanyie matengenezo, fanyie matengenezo ndani yetu e Bwana. Baba, tukae kile ambacho ulikitarajia baada ya kazi ya msalaba. Tutengeneze Bwana, tuwe kile ambacho wewe ulikitaka baada ya kazi ya msalaba, kile ambacho ulikubali kwenda msalabani kwa ajili yake. Yesu, nakuomba Bwana tukawe hicho mfalme. Bwana, nakuomba ukanifinyange, nitengeneze mfalme. Bwana, tengeneza mtu mmoja mmoja. Baba, ninakuomba ukatupe neema ya kuwa Bwana kazi yako ya msalaba duniani. Baba, tunakuomba ukatutengeneze. Yesu, tunajua ya kwamba kwa akili zetu haikuwezekana Bwana, kwa akili zetu
Bwana mabwana, lakini Mungu mtakatifu, tunakuhitaji wewe Bwana Yesu. Tunaomba neema yako mfalme wa utukufu, kwamba Bwana wangu na baba yangu, Baba ninakusihi Mungu mtakatifu, kwamba Bwana alfajiri ya leo Yesu tunaomba neema yako. Tunaomba Bwana Yesu katutengeneze Yesu, tutengeneze Bwana, tufinyange Bwana, tuwe kile ambacho ulikitarajia baada ya kazi ya msalaba. Yesu tutengeneze kabisa Baba, tupe kuwa furaha yako duniani Yesu. Nakuomba Bwana ukatufinyange Bwana Yesu, nakuomba fanya matengenezo ndani yetu Bwana. Huenda Baba yangu na Mungu wangu, kwamba haufurahishwi na kuwepo kwetu Baba yangu na Mungu wangu, nakuomba ukatutengeneze mfalme Bwana wangu na Baba, tuwe vile ambavyo ulitaka kwa jina la Yesu, tuwe kile ambacho ulikitaka kwa jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo Mwokozi. Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba sana kwamba Mungu mtakatifu, Bwana wangu na Baba, ninakusihi sana tafadhali Mungu mtakatifu, Bwana wangu Baba, kwamba ukatupe neema Baba, tutengeneze mfalme wa utukufu Bwana wangu, tukawe kile ambacho Mungu mtakatifu ulikitarajia kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai Bwana wangu na baba yangu, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mungu mtakatifu, Bwana wangu na Baba, ninakuomba tafadhali Mungu mwenye mamlaka Bwana, Mungu mwenye uweza Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mungu mtakatifu, ninakuomba Bwana, kwa jina la Yesu aliye hai, kwamba ukatutengeneze Bwana vile utakavyo, vile upendavyo Mungu mtakatifu, Bwana wangu, utengeneze Bwana vile unavyohitaji, vile unavyoona kwamba ni vyema, vile unavyoona kwamba inakufaa, vile unavyoona kwamba ni faida, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wa ulimwengu. Bwana wangu, ninaomba sana neema yako mfalme Baba, tutengeneze Baba, tufinyange vile utakavyo mwenyewe kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo. Baba tengeneza, Baba tengeneza upya, tengeneza tena mfalme, tengeneza tena Bwana Baba, tutengeneze wanaume kwa wanawake, tunakuomba fanya matengenezo Bwana, wazee kwa vijana, tunakuomba fanya matengenezo, fanya utukufu Bwana Bwana, kile kizazi unachokiinua cha kutafutao kifanyie matengenezo mfalme Bwana, tengeneza Yesu, tengeneza. Alfajiri leo tumekuja kwako Baba, tunahitaji kuishi kwa ajili yako, tunahitaji kuishi kwa faida yako mfalme, tutengeneze Bwana mabwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba tutengeneze Bwana Yesu, kafurahishwe na kuwepo kwetu duniani, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, mama na nguvu zetu, Baba yangu na Mungu wangu, katika jina lenye thamani la Yesu Mwokozi na nguvu zetu Bwana. Baba tunakuomba tutengeneze Yesu, finyanga mtu mmoja mmoja Baba, tutengeneze Bwana wangu Baba, nakuomba ondoa kila kitu ambacho hakikupendezi ndani yangu, ondoa kabisa kila kitu kisokupendeza ndani yangu kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana ondoa kila kitu ambacho hakikufurahishi ndani yangu kwa jina la Yesu Kristo Bwana, kila namna ya mwenendo na kila namna ya Bwana ya mawazo na fikra na mitazamo kwa jina la Yesu Bwana, ukaondoe kabisa katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba sana mfalme Bwana wangu, naomba fanya matengenezo kwa jina lenye nguvu la Yesu Mwokozi, mfalme mwamba na nguvu zetu, nakuomba Bwana ukafanya matengenezo ndani yetu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Fanya matengenezo ya Bwana Yesu, nakuomba Bwana, pindua hali ya mambo, geuza hali ya mambo ya Bwana, geuza hali ya mambo ya Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Jiombee mbele za Bwana, jiombee katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, mimi ninakuomba sana mambo ukafanya matengenezo Yesu, unda kwa upya Bwana kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu, naomba ukaondolee mbali Bwana kila kitu ambacho hakikufurahishi wala hakikupendezi wewe Yesu, nakuomba Bwana ondolea mbali katika jina lenye nguvu la Yesu Bwana mwamba mwokozi na nguvu zetu, naomba Bwana Yesu pindua hali ya mambo, geuza Bwana Yesu, ondolea mbali ile namna ya makosa Bwana, ondolea mbali ile udhaifu Bwana Yesu, nakuomba Bwana fanya upya kabisa katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Bwana mwamba na mwokozi wangu, nakuomba Bwana ukafanya upya, tutengeneze Bwana Yesu, tupe kuwa furaha yako duniani Baba, tutengeneze Bwana mabwana Yesu, katupe kuwa furaha yako duniani Bwana, tukufurahishe wewe, maisha yetu Bwana yakufurahishe wewe Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba kwamba Mungu mtakatifu Bwana wangu ukatupe neema Bwana Yesu, tumekuwa furaha ya moyo wako mfalme Bwana wangu na baba yangu Baba, kukufurahisha Bwana ndio furaha ya moyo wangu mfalme.
Nipe neema Bwana, ufurahie kwa sababu ya kuwepo kwangu duniani. Tengeneze Bwana mabwana, Baba, ukafurahishwe na kuwepo kwangu duniani, ukafurahishwe Bwana kuwepo kwangu Mfalme. Bwana, kwamba moyo wako ufurahie kwamba umeniweka duniani, katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba Mungu mtakatifu kwamba Jehova ukafanya matengenezo Bwana wangu, fanya matengenezo katika jina la Yesu. Pindua hali ya mambo Bwana, geuza hali ya mambo Mfalme. Nakuomba Bwana ukafanye upya, tengeneza kwa upya, tengeneza kwa upya Mfalme. Bwana tutengeneze Baba, tuwe furaha yako duniani. Yesu, ukafurahishwe na kuwepo kwetu duniani. Baba, moyo wako ufurahie kwamba umetuweka duniani, wala Bwana usiumie moyo, usijute kwa kazi yako msalabani. Yesu, nakuomba Bwana, Baba, tukatokea halisi na kazi ya msalaba. Bwana wangu, tutengeneze, tokeo halisi la kazi ya msalaba katika jina la Yesu. Baba, ukatupe neema tuwe tokeo halisi la kazi ya msalaba. Mungu mwenye haki Bwana wangu na Baba yangu, nakuomba Bwana ukatutengeneze Mfalme wa utukufu. Bwana wa Bwana, ukatupe neema katika jina la Yesu. Baba, ukatupe neema ya Bwana Yesu, ukatupe Bwana kuwa furaha ya moyo wako duniani. Baba, tutengeneze kabisa, ukafurahishwe na kuwepo kwetu duniani. Baba, moyo wako ufurahie Yesu, tunakuomba ukatutengeneze Mfalme. Bwana, ni furaha yangu Baba kuishi utakavyo, ndio furaha ya moyo wangu Mfalme. Wala furaha ya moyo wangu sio kitu chochote kile cha dunia hii, lakini Bwana, furaha yangu ni kuishi utakavyo, ni kuishi upendavyo, ni kwa furaha ya moyo wako, ni kwa shangwe ya moyo wako Bwana. Hiyo ndio furaha ya moyo wangu Mfalme. Bwana, fanya matengenezo ndani yangu. Tafadhali nakuomba Bwana, ondoa kila kisichokupendeza. Yesu, ukanipe kuwa furaha ya moyo wako Bwana mapana. Majira na nyakati zote, wewe ufurahishwe na kuwepo kwangu duniani. Bwana, niwapo hadharani, ufurahishwe na kuwepo kwangu. Bwana, niwapo sirini Bwana, Yesu ufurahishwe na kuwepo kwangu. Nikiwa kwenye kazi za mikono, ufurahishwe na kuwepo kwangu. Bwana, nikiwa kwenye huduma, ufurahishwe na kuwepo kwangu. Bwana, popote pale tuwapo, Yesu tutengeneze, tengeneza mtu mmoja Bwana, tengeneza watu wako majira haya wanaomba. Bwana wangu, kuna kitu kinawalemea, kuna mama ambaye anawazidi. Yesu nakuomba ili kama mwenyewe, Yesu nakusihi Bwana wangu, Wamba Baba yangu na Mungu wangu, ukafungue kabisa Bwana waliofungwa na vifungo mbalimbali, ambao wangetamani kuishi maisha matakatifu, wangetamani kuishi kukupendeza, lakini Bwana inashindikana. Kuna mambo fulani, kuna tabia ambazo zinawazidi nguvu kila mara. Roho Mtakatifu Bwana kuomba, kutana nao kwa jina la Yesu. Baba, ukawaguse na kuwafungua kwa jina lenye nguvu la Yesu. Mwokozi, mwamba na nguvu zetu, ninakuomba Bwana ukadhihirike katika jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu wa Bwana, naomba Baba ukajidhihirishe, naomba Baba ukajionyeshe ndani yao. Yesu ukawawezeshe, ondoa kabisa kila kikwazo, ile kodi mbaya adui ambayo inakaa ndani yao, ambayo huwa kila mara wanategwa. Kwa hiyo Yesu nakuomba ukaiondoe, wasiwe na mtego ndani yao, wasiwe na mtego ndani yao, wasiwe na mitego ndani yao, kwa jina lenye nguvu la Yesu. Mwamba na Mwokozi wetu, Baba ninakuomba Yesu ukajidhihirishe, Yesu ukaonekane, Yesu ukajitukuze katika jina lenye thamani kubwa sana la Yesu. Bwana mwamba, Mwokozi na nguvu zetu, ninakuomba Bwana ukajionyeshe mwenyewe, Baba ukajidhihirishe mwenyewe Baba ukajidhihirishe Bwana katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana mabwana, kuomba Mfalme wa utukufu, Bwana ukadhihirike kipekee, Baba onekana kipekee katika jina la Yesu. Mwokozi, mwamba na nguvu zetu, Baba yangu na Mungu wangu, ninakuomba sana kwamba Bwana wangu ukajionyeshe, Baba ukajidhihirishe. Yesu tunakusihi, Bwana mioyo yetu inakuonea shauku, wewe tunakuonea shauku mno. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana Mungu mtakatifu kwamba Bwana mabwana, Baba ukatutengeneze vile upendavyo. Baba tupe kwa furaha ya moyo wako Bwana, tumekuwa shangwe ya moyo wako Bwana wangu, moyo wako na ufurahishwe na kuwepo kwetu duniani. Baba tutengeneze. Yesu nakuomba Bwana ukatupe kwa furaha ya moyo wako. Yesu tunakuonea shauku, Baba tunakuhitaji wewe. Baba tunaomba neema yako Mfalme iliyokuu na ya ajabu wewe juu yetu Bwana. Yesu tunakuhitaji wewe, tunaomba neema yako Baba, tunakuhitaji wewe, tunakuomba Mungu mtakatifu Bwana, Baba ukafanye makao yetu yako ndani yetu Bwana, kama ili kwenye Yohana Mtakatifu 14:23. Baba nakuomba ufanye makao yako ndani yetu Bwana mabwana, ndani yetu pakae mahali pako pazuri unapopenda kukaa.
Yesu tutengeneze, Yesu tutengeneze, uweponi mwako tudumu e Bwana. Baba ukae ndani yetu, nasi tukae ndani yako, kwa jina lenye nguvu tena la thamani la Yesu Kristo Mwokozi. Bwana wangu ninakuomba sana, tutengeneze Bwana mabwana, kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu wa Baba, ninaomba sana neema yako, naomba sana Bwana. Baba ukubali, Yesu nakuomba ukae nasi e Bwana. Baba tunakuhitaji wewe, Yesu tunaomba uwepo wako e Bwana. Yesu tunakuomba uwe pamoja na sisi, wewe mwenyewe Bwana utembee nasi e Bwana, hatua kwa hatua. Yesu e Bwana tunakuomba utembee nasi, hata uwepo wako ukatawale katikati yetu, kwa jina la Yesu. Ndani yetu e Bwana Yesu, kila mara tukusikie, kila mara tukuone, kila mara tukuelewe, kila mara tukufahamu, kwa jina la Yesu aliye hai. Baba tupe neema ya kukaa uweponi mwako, ya kudumu uweponi mwako. Tukae Bwana, wewe pamoja nasi e Bwana kila wakati, Yesu, na kila mahali. Baba ukaonekane, rakarabushaka regepotamanda regeshakandaraba, kwa jina la Yesu aliye hai. Librahanda librabena librazaya riakamando riabushaka, weponi mwako e Bwana. Baba tukae, tunapenda humo e Bwana, maisha yangu, kwa jina la Yesu aliye hai. Tafadhali Yesu e Bwana, nahitaji uwepo wako, nakuhitaji wewe e Bwana ndani yangu e Bwana, kwenye maisha yangu ni wewe Bwana, hitaji la moyo wangu, katika jina la Yesu nakuomba. Yesu nakuomba e Bwana, alfajiri ya leo naomba Bwana ukadhirike. Yesu nakuomba e Bwana, kuanzia leo na kuendelea, I need a manifestation, kwa jina la Yesu aliye hai. Baba uwepo wako, Baba udhihirisho wako, kwa jina la Yesu aliye hai. Tunakuhitaji wewe, maana Bwana mioyo yetu inakuonesha huko, inakuonea kiu kama walinzi wanavyongoja asubuhi. Tunakuonea kiu e Bwana, kuliko walinzi wanavyosubiri asubuhi. E Bwana, mioyo yetu inakuonea shauku, Bwana wangu, mioyo yetu inakuonea kiu kuliko yala anavyotamani mito ya maji jangwani. Hivyo Bwana tunakutamani zaidi hivyo, kwa jina la Yesu aliye hai. Tunakuhitaji wewe, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. E Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba tafadhali, mfalme utukufu Bwana, ukadhihirike katikati yetu. Baba mimi nakuomba neema yako mtakatifu, Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu. Baba yangu na Mungu wangu, ninakuomba sana kwamba uwepo wako Bwana, uwepo wako mfalme wa utukufu, uwepo wako e Bwana, uwepo wako e Bwana Baba, na utembee na sisi kila mahali e Bwana, kwa kila jambo. Mfalme uwepo wako Bwana, tembea nasi mwenyewe Bwana wangu, tembea nasi e Bwana mabwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. E Bwana ukatembee na sisi e Bwana kila mahali na kwa kila jambo, katika jina la Yesu. Uwepo wako e Bwana Baba tunakuomba uwe pamoja nasi mfalme e Bwana Yesu, nakuomba ukadhihirike ndani yetu e Bwana, kwa jina lenye thamani kubwa sana la Yesu Kristo Bwana, mwamba mwokozi na nguvu zetu. Baba tunakuhitaji wewe Bwana, Baba tunahitaji uwepo wako, tunakuhitaji wewe mtakatifu sana Baba. Tunaomba neema yako na iwe juu yetu Baba. Tunakuomba e Bwana uwepo wako mfalme, na kusemno nakuomba Bwana wangu na Baba yangu, maana peke yetu tutaenendaje? Tunawezaje e Bwana peke yetu? Tunakuhitaji wewe e Bwana, hatuwezi peke yetu. Sasa tunakuhitaji wewe Bwana, hatuwezi peke yetu Bwana, dunia hii ni ngumu mno, ndio maana tunakuhitaji wewe Bwana wangu na Baba yangu. Ninakuomba sana kwamba Bwana usiwe na kimya wala usiwe na utulivu Bwana Yesu. Nakuomba Bwana ukafanya jambo katika jina lenye thamani kubwa sana la Yesu Kristo mwokozi ulimwengu. Bwana mabwana, ninakuomba neema yako mfalme, katika jina lenye thamani kubwa sana la Yesu Kristo mwokozi. Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu naomba neema yako Bwana ewe juu yetu. Roho Mtakatifu katamalaki ndani ya maisha yetu Bwana Baba, tujaze kwa Roho wako Mtakatifu, tujaze Bwana Baba, tukajae Roho wako Mtakatifu ndani yetu. Bwana wangu, tujae Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba tupe kujaa Roho Mtakatifu ya Bwana Baba, tukae ndani yake Baba, akae ndani yetu kwa jina la Yesu Kristo. Baba tupe kujaa Roho Mtakatifu, nguvu zako ya Bwana zikaonekane ndani yetu ya Bwana Baba, uthibitisho ya kwamba uko pamoja na sisi ya Bwana. Let your presence be with us, oh Lord, in the name of Jesus. Tunakuomba Bwana uwepo wako na uwe pamoja nasi, tukufu wako Bwana utembee nasi. Yesu nakuomba Bwana uwepo wako utembee na kila mtu mfane kila mahali anapokuwa Bwana. Naomba Bwana uwepo wako ukatembee na katika jina la Yesu Bwana, wala sio kawaida, sio watu wa kawaida Bwana, fanya mageuzi, mapinduzi makubwa kwa jina
la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, mimi nakuomba Bwana neema yako katika jina la Yesu. Baba, ninaomba kwa ajili ya wale ambao inawezekana ni wagonjwa, kuna mahali wanaumwa, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ninakuomba ingilia kati na kuomba Bwana kwamba ukaguse maisha yao, gusa maisha yao Bwana, kwa jina lenye thamani kubwa la Yesu Kristo Bwana. Yesu, nakuomba ukaguse hiyo miili yenye ugonjwa mahali popote pale inaumwa. Yesu, nakuomba Bwana ukaguse hiyo miili kwa jina la Yesu, gusa ukaponye Bwana, touch and heal them in the name of Jesus. Nakuomba Bwana ukawaguse na kuwaponya. Yesu, ukaondolee mbali hayo mateso ndani ya miili Bwana, hayo magonjwa, hayo maumivu. Yesu, ukaondolee mbali. Nakuomba ukawagange Baba, ukawaponye, ondolee shida hizo, ondolee maumivu hayo, ondolee mateso hayo kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu, ninakuomba ukaonekane ndani yao. Yesu, naomba ukaguse miili yao, ukawaponye kwa jina la Yesu. Naomba Bwana ukawaponye. Yesu, ondolee maumivu, ondolee mateso hayo. Baba, naomba ukawaponye kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana, wenye changamoto yoyote, Yesu nakuomba ingilia kati, waguse Bwana mabwana. Baba, ninakuomba ukaonekane kwao. Yesu, wako watu ambao hawana watoto Baba, wanahitaji. Bwana wangu nakuomba Yesu, onekana kwao Baba, onekana kwao, ukawapatie kwa utukufu wako kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Bwana nakuomba ukaonekane kwao, ukaonekane kwao. Yesu, ukawaguse kwa jina la Yesu aliye hai. Nakuomba Bwana Baba kwamba ukawapatie, fungua matumbo ya hao wanawake. Bwana Yesu, nakuomba ukawape watoto, ikiwa watoto liko kwa mume. Yesu, nakuomba ondolea mbali Baba, nakuomba gusa, wape hiyo ndoa ikapate watoto wa kiume na wa kike kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana, wako ambao wanaomba sahihi Bwana uchumi hawaelewi, kuna changamoto kwenye uchumi. Yesu, nakuomba ingilia kati, simama mwenyewe Bwana ukawatetee, wewe uliye majibu yao. Nakuomba Bwana ukawaonekanie kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, Yesu nakuomba wao uliye moto lao, roho za chumu ulete zinazowatesa kwa jina la Yesu aliye hai. Nakuomba Bwana ukawaondolee kwa jina la Yesu, ila namna kitu chote kinachowasumbua. Yesu, nakuomba ukaondolee Bwana wale wote ambao wametuma mahitaji yao, wengine ni ya kiuchumi, wengine ni ya kiafya, wengine ni ya kimahusiano. Yesu, nakuomba ingilia kati Bwana, kuomba wakajibiwe wote kwa jina la Yesu. Kutana nao kwa jina lenye nguvu la Yesu. Baba, nakuomba Bwana wangu kwamba ukatende katika jina la Yesu. Wale watuma mahitaji ya kiuchumi, Yesu onekana kwao. Wale watuma mahitaji ya kiafya, Yesu onekana kwao kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru, mkono wako ulionyosha ukatende kazi ndani ya maisha yao Bwana, kwa utukufu wako Mwokozi Yesu. Nimewakabidhi sasa mikononi mwako Baba, nikiomba ukawalinde, ukawatunze kuanzia leo, ionekane tofauti kwenye maisha yao katika jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Baba, asante kwa matendo yako makubwa, libarikiwe jina lako takatifu. Mfalme Yesu, ninakushukuru wewe uliye Bwana, wewe uliye kila kitu. Mfalme, tunakuinua katika jina la Yesu. Baba, ninawakabidhi watoto wako mikononi mwako Mfalme. Alfajiri hayo tembea na wao, kila kitu wanachokifanya Mfalme, naomba pamoja nao Bwana Yesu, kawaongoze katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana, ukuwe na siku njema katika jina la Yesu.